yote kabisa. Unaishi na nani? Huyu ni mke wa balozi ana wake wawili. Mke mkubwa, mke mdogo yuko pale. Mkubwa. Ulikuwa na watoto? Wangapi? Wakati inabomoka. Poleni sana. Mwaka jana vile msimu kama huu mtaa wenu huu wa Mtendewawa ulipata matatizo kama haya. Kwa kawaida huwa tuna kamati ya maafa. Kamati ya maafa inatakiwa iwepo ya mtaa. Kamati ya maafa inakuwa na mwenyekiti wake aliyechaguliwa na wananchi. Alafu ipo kamati ya maafa ya kata na ipo kamati ya maafa ya wilaya, na mkuu wa wilaya ndiye mwenyekiti wa kamati ya maafa ya wilaya. Lakini na neno moja la kuambieni, nilipotizama nyumba zenu, namna yenu ya kujenga na yenyewe inachangia tuwe kwenye hatari zaidi ya kupata maafa. Unaweza usiwe na hela nyingi, sio lazima ujenge nyumba kubwa sana, lakini namna unavyojenga inavutia zaidi upepo ukija nyumba kubomolewa. Kwa mfano nyumba ile pale, mle ndani zile mbao hajafunga, hakuna koa, lakini vile vile ukitizama ameacha wazi. Kwa mvua hata kidogo tu ikija, upepo unaingia mle ndani, na upepo ukiingia lazima utafute mahali pa kutokea. Kwa ni rahisi kuezua. Mngeweza mkaijenga vizuri, na kujenga kwake vizuri, kwanza kushika hizo mbao hizo lazima zishikiliwe na koa. Kuna vyuma vya kushika zile mbao kama hizi. Lakini sasa hii siwe moja, siwe nyepesi kama hii. Unaona hii? Hii nyepesi sio hii. Ile pale ameweka kamoja na kule kamoja. Huku ndo kabisa jengo lote hili. Humu ndani humu hajajaza matofali. Ni lazima matofali yale yabane mpaka kule kwenye bati, ili upepo usipate mahali pa kupenya. Unaona hata ile pale. Jambo moja la kwanza, tuboreshe ujenzi. Ninyi mna hela, mbona matofali haya ni ya kuchoma? Mazuri kabisa. Basi barozi, wewe uko hapa na mwenyekiti wa mtaa, mwakumbushe wananchi wetu wanapojenga nyumba, haidhuru hatuna fedha nyingi, lakini nyumba ndogo hii tunazojenga hizi tuzijenge kwa umakini na kwa ufundi zaidi. Sasa jamani, muunde kamati yenu hapa na kwanza inatusaidia hata kujua ni nani ameathirika kwa kiwango gani, ili hata msaada utakapokuja kutoka wilayani, sisi kama wilaya tutakutana Jumatatu. Ndio maana nimeona nije huko. Hivi vitu sio vya kukaa tu ofisini na kusema kuna nini huko. Kwa Jumatatu nitakaa na nina wasaidizi wangu hapa, afisa tarafa yuko hapa na afisa maafa wa manispaa yuko hapa, lakini na mkurugenzi pia atakuwepo. Tutakaa nao, tutajadiliana na tutamjulisha diwani wenu. Na mwisho, hii misaada hii inayopatikana, wengine tunawasaidia labda tukipata misumari kidogo, wengine mabati mawili, wengine mabati matatu, mabati manne, vivyo hivyo, wengine chakula. Tutafanya haraka iwezekanavyo, na mheshimiwa diwani tutakujulisha kwamba tumepata nini kwa mtaa huu, na kwa hiyo uhakikishe kwamba hivyo vilivyochangiwa vinawafikia walengo. Kitakachopatikana, mheshimiwa diwani, hakikisha kwamba kwa kutumia kamati yao watakao kuwa wameunda hapa viwafikie walengo. Asante sana. Mtendewawa oye! Mimi nawashukuruni sana, nikuja kujionea hali. Nimeona nyumba kadhaa kweli zimeharibika, lakini wito wangu ni huo, lazima tuimarishe ujenzi wa nyumba zetu ili kupunguza madhara hayo. Asanteni sana. Kumshukuru mkuu wetu wa wilaya wa Songea kwa kuja katika eneo hili la Mitendewawa na kuja kujionea athari hii iliyojitokeza. Mimi kwa niaba ya wananchi hawa niseme neno la shukrani, asante sana kwa kuja ndani kwangu na kuona haya majanga. Lakini pia na washukuru wale wote ambao wamekuja nao katika msafara huu, ngazi ya kata, pia hata ngazi ya wilaya. Pia ni washukuru kwa kuja kuona majanga haya yaliyofanyika, haya yalitokea ndani ya mtaa wangu. Yote kwa yote, nadhani amezungumza mkuu wetu wa wilaya kwamba sisi kama viongozi tuwahimize wananchi kunakoendelea sasa, tujenge makazi ambayo yalikuwepo
bora, tusijenge makazi yale ya mazoea. Ametoa mifano mbalimbali kwa nyumba ambazo zimekaribia hapa. Mimi kama mwenyekiti nimelipokea hilo, na kwenye mikutano yangu nitalifanyia kazi, nitalitoa hilo kwa wananchi wote waweze kulisikia. Basi aliyaongea haya kwamba kile kitakachokuwa kinatoka kule kitawalenga wale waathirika, na mimi kama mwenyekiti nitasimamia hilo. Nitahakikisha hata kama sabuni, hata kama sukari au bati au unga, moja kwa moja kimfikie mlengwa muhusika moja kwa moja. Muwe na imani na uongozi wenu, na tuko pamoja. Asanteni sana.